Ndiyo, mambo ni mazito kweli kweli baada ya jana usiku klabu ya wekundu Msimbazi Simba kufika kwenye uwanja Benjamin Mkapa na kutokea sintofahamu. Inasemekana baadhi ya makomando wa klabu ya Yanga waliwazuia wekundu Msimbazi Simba kutoingia Benjamin Mkapa na kufanya mazoezi yao ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa leo dhidi ya Yanga. Sasa baada ya Simba kuzuiliwa kutofanya mazoezi ya mwisho, Simba wakaona waje na tamko rasmi kuelekea kwenye mchezo wa Yanga. Lakini baada ya Simba pia kutoa tamko rasmi, bodi ya ligi ikawaonya vikali Simba. Young Africans na wao wakajibu mapigo kwa wekundu Msimbazi Simba. Tulia, kuwa makini, ni kupe taarifa zote muhimu. Tunaanza na taarifa rasmi kutoka ndani ya klabu ya wekundu Msimbazi Simba. Itafuata taarifa ya bodi ya ligi iliyoionya timu ya wekundu Msimbazi Simba, na mwisho tutamalizia na taarifa kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Taarifa ya wekundu Msimbazi Simba ilitoka majira ya saa 7 kamili usiku. Ilikuwa inasema hivi: taarifa kwa umma, Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tajwa wa mchezo husika. Kwa mantiki hiyo, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani kwa muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba ilifanya jitihada za kumpata meneja wa uwanja ili kujua nini ambacho kinaendelea, lakini maelezo kuhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishna wa mchezo husika katika mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba, huku wakiendelea na vurugu na kuitaka klabu hiyo ya wekundu Msimbazi Simba wasifanye mazoezi. Lakini klabu ya wekundu Msimbazi Simba ilijitahidi na kukaa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuamua kuondoka kwenye eneo la nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa ili kuepusha usalama wa wachezaji, na pia Simba ilirekodi kwa ajili ya ushahidi. Lakini taarifa pia ya wekundu Msimbazi Simba inaendelea kusema kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitashiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management ya klabu ya wekundu Msimbazi Simba. Bana, hiyo ndio taarifa rasmi ambayo klabu ya wekundu Msimbazi Simba waliitoa saa 7 usiku kugomea mchezo wa ligi kuu ya soka dhidi ya Yanga. Lakini bodi ya ligi wenye ligi yao Tanzania na wao wakaona isiwe shida, wacha wajibu barua rasmi iliyotolewa na klabu ya wekundu Msimbazi Simba. Nisikilize kwa makini. Yahusu taarifa ya Simba Sports Club kuhusu mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limepokea barua ya malalamiko kutoka Simba Sports Club kuhusu changamoto zilizojitokeza kabla ya mchezo wa ligi kuu wa NBC dhidi ya Yanga. Tumechukua hatua za haraka kufanya uchunguzi wa tukio hilo. Pamoja na hiyo, tunapenda kuwajulisha kwamba kwa mujibu wa kanuni ya 15 ibara ya 10 ya kanuni za ligi kuu bara, timu yoyote inayoshiriki ligi kuu ina wajibu wa kushiriki mchezo yote inayoratibiwa na kuandaliwa na TFF bila kukosa, usipokuwa kutakuwepo na sababu maalum zinazoainishwa rasmi na shirikisho. Aidha, kukosa kushiriki mchezo husika kunaweza kupelekea adhabu kulingana na kanuni ya 16 ibara ya 1 inayohusu maandalizi dhidi ya timu zisizo na ratiba ya ligi, zisizofuata ratiba ya ligi. Pia kwa mujibu ya kanuni ya 17 ibara ya 45 inayotaja haki ya kufanya mazoezi uwanjani, tunahakikisha suala hiyo tunalifuatilia kwa kina na hatua za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya wahusika wa uvunjifu wa kanuni hizo. Hivyo basi, kwa kufuata kanuni na shirikisho tunawaagiza
kuendelea na mchezo kama ulivyopangwa ili kuheshimu ratiba ya ligi kuu ya NBC na kuzingatia maslahi ya mashabiki, wadhamini na ligi kuu kwa ujumla. Malalamiko kuhusu changamoto zilizojitokeza yatafanywa kazi kwa wakati utakaofaa. TFF inaendelea kujitahidi kuhakikisha ligi inaendeshwa kwa haki na uwazi kwa kuzingatia kanuni zilizopo. Tunasihi mshirikiane kwa dhati ili kuhakikisha mchezo huu unachezwa kwa amani na kufuata ligi bora Tanzania. Bana, hii imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB tarehe 8, yani leo mapema 2025. Lakini baada sasa ya bodi ya ligi pia kuwajibu wekundu wa Msimbazi Simba kwamba wapeleke timu uwanjani, Yanga na wao wamekuja na taarifa yao rasmi kuelekea kwenye huo mchezo. Nisikilize kwa makini. Taarifa ya Yanga ndio taarifa ya mwisho ambayo imetoka majira ya saa 4 kamili asubuhi. Wao Yanga wanasema, taarifa kwa umma. Machi 8, 2025, uongozi wa Young African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe 8 mwezi wa 3, 2025 dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba saa 1:45 usiku upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Young African Sports Club kama mwenyeji wa mchezo tunaamini taratibu zote za mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Young African Sports Club utapeleka timu uwanjani Benjamin Mkapa kama unavyoelezwa kwenye kanuni, na tutakuwa tayari kucheza mchezo huo siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani, nchi za jirani na sehemu mbalimbali za dunia kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Imetolewa na mtendaji mkuu Andrew Mtine, Young African Sports Club. Hiyo ndiyo taarifa ya Yanga ambayo ni taarifa ya mwisho kuelekea kwenye huu mchezo. Tusubiri kuona, mambo ni mazito kweli kweli. Young Africans wanaitaka Simba ipeleke timu, bodi ya ligi wanaitaka Simba ipeleke timu, lakini Simba wanasema wao hawawezi kupeleka timu. Je, nini kitatokea? Mimi na wewe mwanamichezo mwenzetu tuendelee kusubiri na tuendelee pia kuona nini ambacho kitatokea. Lakini nikupitisha pia kwenye kanuni zinasemaje kuhusiana na mchezo husika. Nisikilize kwa makini. Ukisoma kanuni za TPLB toleo la 24, yani mwaka 2024, kanuni kifungu kuhusu taratibu za mchezo zinasema timu kufanya kosa la kikanuni haimaanishi mpinzani apewe ushindi. Hivyo maana yake kosa la kikanuni linaadhibiwa kikanuni. Kwa sasa Simba kutofanya mazoezi ni kosa la kikanuni. Ikitokea anagoma kwenda uwanjani, maana yake Yanga atapewa alama 3 na mabao 3 kwa kuzingatia kanuni. Jamani, tusome kanuni tuzielewe. Hiyo ndio kanuni inavyoeleza. Sasa tusubiri kuona, je, kanuni zitafuatwa ama kutakuwa na kubalance mambo na kutengeneza pia busara ili mambo yaendelee. Endelea kuwa nasi, endelea kubaki kwenye page zetu kwa maana taarifa bora zaidi tunaendelea kukusogeza kuelekea kwenye mchezo wa watani wa jadi wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wageni wenyeji ni Young Africans. Kwa heri. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send-off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.